Eneo la Riakiania katika kaunti ya Kirinyaga wamekumbwa na hofu kufuatia uvamizi uliolenga makanisa matatu ambapo mali yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 1 iliibiwa. Wahalifu waliiba vyombo vya muziki, fedha pamoja na vitu vya ibada, jambo lililoacha maswali mengi kuhusu usalama wa maeneo ya ibada. Mwandishi wetu wa habari Faith Wangare anatupasha mengi zaidi. Waumini katika eneo la Riakiania, kaunti ya Kirinyaga, wamekumbwa na hofu kufuatia uvamizi wa wizi unaolenga makanisa ambapo mali yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 100 imeibiwa. Makanisa yaliyoathirika ni ya Kikatoliki, Kianglikana na Fountain of Life, ambapo wahalifu waliingia na kuvunja madirisha na kuondoka na vyombo vya muziki pamoja na mali muhimu za ibada. Walimba vinanda, wakiimba keyboard na za dhamana ya shilingi zaidi ya 1500 hapa kwetu kanisani. Miongoni mwa bidhaa za ibada zilizoibiwa ni sakramenti takatifu, vyombo vya muziki na fedha. Tukiwa kwa kanisa kwa fellowship huko tulikuwa tunahubiriwa mambo inahusikana na Saulu mwenye alikuwa anaharibu kanisa. Lakini hatukuwa tunaelewa ya kwamba yule Saulu tulikuwa tunahubiriwa juu yake alikuwa kanisa letu akiharibu. Viongozi wa makanisa hayo sasa wanatoa wito kwa vyombo vya usalama kuimarisha doria katika eneo hilo na kuhakikisha washukiwa wanakamatwa haraka iwezekanavyo. Tulipata information kutoka kwa neighbor wetu hapo ya kwamba amepata vitu zimetapakaa huko kwa shamba yake. Wakati tulimeenda hapo kuangalia tukaona kweli zimetoka kwa kanisa letu. Kuangalia kwa kanisa tulipata wamevunja kanisa. Sehemu ya kwanza wakaingia wakashindwa kuingia kwa strong room. Wakarudi tena wakaingia pande ya pastor's office. Ndio walifaulu kufunja hapo, wakaingia ndani, wakachukua microphone, receiver zake. Kwa waumini wa Riakiania, tukio hilo limeacha pengo sio tu la mali bali pia la utakatifu wa maeneo yao ya ibada. Wanachokifuatia sasa si mali pekee bali ni kurejeshwa kwa utulivu na heshima ya nyumba zao za ibada. Faith Wangare, Runinga ya TV 47.